ondolea roho iliyoumia kwa kutibika, chakula njani pia raha tukichoka, raha tukichoka, raha tukichoka, raha tukichoka, raha tukichoka. Haleluya. Amen. Amina. Amina. Karibu kiongozi. Amen. Okay. Sana kukaribisha ushuhuda. Amen. Tunaanza ushuhuda, ndio? Ndio. Ndio. Karibu sana. Oh. Asante Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Naamini pia vizuri. Kwa ambao hawanifahamu, mimi naitwa Joyce. Kwa neema ya Mungu nilibadilisha jina, nilitoa jina la bibi yangu. Kwa watu wa Singida nilikuwa naitwa Eliwelu, lakini kwa sasa naitwa Joyce. Na mshukuru Mungu nimeokoka, nampenda Bwana Yesu. Kulia upande wa mamangu, ina maana nilipozaliwa mimi babangu na mamangu walitengana, kwa hiyo nikatolewa kule nikiwa na miezi kama 6 sijui 4 huko kwa Shinyanga, nikaletwa Singida, nikaanza kuishi huko mpaka nilivyo 2011 ndio nikaondoka mkoa wa Singida nikaelekea Arusha, ambapo sasa huko ndio shuhuda yangu utaanzia cha kisa cha kwanza kuumwa kifua. Kwa nilienda kule Arusha kufanya kazi za ndani, kaishi pale, baadaye nikaenda kwenye kiwanda kule Arusha, kuna kiwanda cha neti kinaitwa A2Z, nikaendelea kufanya kazi pale. Sasa matukio ndio yalivyoanza mimi kuanza kuumwa, lakini huko nyuma nilishawahi kuanguka na mapepo kama hivyo. Mapepo nilikuwa na kabwa kuanguka. Yangu ilizidi kuwa mbaya ni pale ni kwenye hicho kiwanda cha neti. Nilivyokuwa pale, kuna 2014 kuna mkaka alinifuata. Mimi ni binti, bado binti mdogo. Sasa kipindi hicho nilikuwa ndio bado binti mdogo kabisa. Nilikuwa na miaka kama 18 hivi. Kwa hiyo huyo kijana kama amenifuata, anaomba mahusiano kwangu. Mimi nikamwambia pana, siwezi kuwa na mahusiano nikiangalia na mazingira mimi nilivyolelewa, sina babangu, sijui baba, yani sijui ndugu yoyote. Kwa hiyo najitegemea mimi kama mimi. Siwezi kwenda kumpa mamangu kumletea mjukuu sasa hivi bado mapema. Siwezi kuwa na mahusiano na wewe kaka. Sasa bahati yule kaka alikuwa ni mtu wa huko kwetu. Kijiji kilikuwa tunafuatana. Ni baada ya kumkataa, kumbe alikuwa anawasiliana na dada yangu ambaye ni huyo dada mama yake ni rafiki na mama yangu. Napenda mdogo wako. Walikuwa wajui kama sisi sio watumbo moja. Tulipokuwa tunaishi walikuwa wanajua ni watumbo moja. Kwa sasa yule dada akawa ananifikishia, na maana kule kumbe alikuwa ananunuliwa soda, ananunuliwa nini mimi sijui. Kwa siku tulipokutana akaniambia huyu kijana ndio anavyopenda, nikamwambia hapana. Kwa hiyo nilipomkataa akasema basi tuwe kama mtu na kaka yake. Nikamwambia sawa, hapo ni vizuri. Sasa siku nimetoka kwenye kiwanda, nilikuwa nakaaga huko naenda kwa dada yangu nikamsalimia. Bahati tukakutana na huyo kijana, tukakutana na shemeji yangu sokoni tu, hata sikumjulisha kwamba anakuja huko. Akaniambia mbona umekuja bila kuniambia? Nikamwambia nimekuja tu kuja kumsalimia dada. Akasema basi twende tukakae tuongee mawili matatu. Sasa nikajua mimi kama binti ameshasema tunakuwa kama mtu na kaka yake na dada yake, hamna shida. Nikamwambia lakini mimi sinaga mazoea na wanaume, kwa hiyo siwezi kufanya chochote na wewe, na ukumbuke umeshaniwekea ahadi kwamba mimi ni mdogo wako. Akasema hamna shida. Haya, tukaenda tukakaa sehemu, tukawa tunaongea. Nakumbuka alinunua soda, tukawa tunakunywa ile soda. Sasa tulipokunywa hiyo soda, nakumbuka matukio aliyofanya pale. Sikuzini naye,
nilikuwa bado binti ni na picha yangu, kwa siku zina. Lakini nakumbuka kitu alichofanya, alinishika kidole changu cha pete. Aliponishika akaninyanyua kama maharusi wanavyonyanyuliwaga, pale pale akaa amelala. Yani amelala kama mtu aliyelala masaa mawili yaliyopita au matatu, yani mpaka majishi yanamtoka ni anakoroma, lakini amelala dakika hiyo hiyo hapo. Sasa nikaanza ile akili kama inataka sasa kufunguka. Huyu mtu kwa nini anifanyie hivi afu alale muda huu na anatoka mpaka majeshi na anakoroma? Hata nilikuwa ndio kama hivyo, sijui mambo ya vifungo na nini sivijui. Ila akili kanijia huyu ni jini mahaba sijui. Yani nilikuwa nasikilizaga Radio Safina kule Arusha, walikuwa naongelea majini mahaba. Kwa hiyo nikahisi au jini mahaba, nilikuwa sielewi jini mahaba ni nini hivi. Nikasema hapana, hebu ngoja ninyanyuke niondoke. Ile tena nasema ngoja ninyanyuke niondoke. Akaamka yule kijana. Alipoamka akaniuliza swali, unajua nilikuwa nafanya nini? Nikamwambia mimi sijui. Sasa pale niliponyanyuka ni kama mtu aliniambia geuka nyuma, uangalie nguo yako. Kugeuka kwenye sketi yangu, na wakati pale nilikuwa sipo kwenye siku zangu, sijazini na yule, useme labda amenitosi jana wangu, sijafanya chochote, lakini najikuta damu inatoka, imechafua nguo. Nikajiuliza kwa nini imekuwa hivi? Pale pale yani nikaa kama nimechanganyikiwa, nikasema hebu niache niondoke. Akawa amenisindikiza kwa dada. Sasa pale ndio magonjwa yalipoanza. Mara naumwa UTI, mara sijui naumwa fangasi, mara naumwa nini. Sina naumwaje haya magonjwa wakati mimi sina tabia za wanaume? Naumwaje magonjwa haya? Kwa hiyo ikatoka pale. Ilipotoka pale ikafuata tukio lingine ambao yani kama wiki hii ndio limetoka na huyu kijana, wiki inayofuata nikiwa kazini jioni kama muda saa 8 naenda uwani, naenda chooni, nikakutana na mama kantini pale. Kulikuwa na mama wa usafi, mimi nilikuwa naendesha mashine za neti. Sasa nimefika pale akaniambia shika. Kushika hivi ni sukari alinipa. Sasa ile akili ya kusema nikatae haipo. Na nikikataa nitatupa wapi? Pale hamna dustbin. Sikuwaza hata niseme ninaenda chooni niende nikamwage huko. Sikufikiri. Ile sukari nikachukua nikailamba. Yani alinipa ni kidogo sana. Mimi sikutupa ile sukari. Nikaa nimeilamba ile sukari. Niliporamba tu nikaenda uwani, nikarudi kazini kwangu. Kufika saa 10. Nakumbuka sitasahau, ilikuwa Jumanne. Kufika saa 10 nikaa ninaumwa, yani nikao roho ya mauti ikaingia, yani sielewi ilitoka wapi, yani nilifamiwa, nikaa nachanganyikiwa, huko sauti ndani inaimba tu Joe unakufa, Joe unakufa, Joe unakufa, yani Joe unakufa. Nikaa nahangaika, yani tumekaa na wenzangu wanacheka na friend, mimi sina raha, humu ndani nasikia sauti kufa. Yani kana kwamba nikalale ili nife hivyo. Nikawaza sana, nikasema huyu mama kile kitu hakunipa, kile kitu kilikuwa sio kizuri. Nikamwambia dada yangu pale, nikasema nilipewa jana sukari, lakini ile sukari sio, naona roho ya mauti. Nikasema naenda kumuuliza yule mama. Sasa asubuhi hiyo naenda kazini huko. Na tulikuwa tumefanya idara moja. Kwa hiyo nimefika nilikuta amekaa na wamama kama 4. Sasa tumefundishwa kwamba watu wazima wakiwa wamekaa uruhusiwi kwenda pale. Lakini nilipofika nikiwa kwa mbali, yule mama aliponiona, yani alishtuka sijui, yani sijui kama aliona kitu gani sijui. Kwa hiyo pale nikapata ishara kwamba huyu hakunipa sukari, alinipa sumu, alinipa kitu kibaya. Kwa hiyo nikaendelea, sikuenda kumuuliza kwa sababu niliheshimu, wapo na wamama wengine, nitafanya nini? Kwa hiyo sikuenda kumuuliza, lakini ile ishara tu ilinionyesha kwamba huyu hakunipa kitu kizuri. Kwa hiyo sijamuuliza, nikaendelea na maisha. Lakini ukumbuke kwamba roho ya mauti ni inaimba kwenye moyo, yani sina raha. Nikilala usiku naona nakapwa. Jamani, niliteseka. Kwa hiyo tukapita kama wiki 2 tena
nakumbuka hiyo kazi tulikuwa tumeingiaga siku 3 usiku, siku 3 asubuhi mpaka jioni. Kwa hiyo siku ilikuwa ni Ijumaa, kitu kama hicho. Ilikuwa Ijumaa. Nikaenda nikasema hizi mashine za watu naendesha vibaya, nisije nikasinzia nikajikuta nimeendesha vibaya neti za watu, nikakatwa mshahara. Ngoja niende wani nikanawe uso na niko juu. Basi nikaenda. Yani ndio nimechukua tu kopo lile nichote maji ikiwa kule chooni. Hata maji yale sijachota kwenye jiaba niingie sasa chooni. Walikuwa wamejenga kama chumba fulani hivi afu ndio wameganisha vyoo. Kwa nini nimechukua tu ile dumu nikapigwa na kitu kizito kichwani, nikasikia nikapoteza fahamu. Yani nikawa sijui hata kitu gani kiliendelea. Nikakaa sijui nilikaa dakika ngapi kwa sababu sikuwa na saa, sikuwa na niafu, nilikuwa peke yangu, afu watu hata ni wapo mbali, hata nikisema kingenitokea chochote kuita hawawezi kunisikia, ni mbali chooni na nilipokuwa tunafanyia kazi. Lakini Mungu ni mwema, nilisikia tu ndani mwangu ita Yesu, kwa sababu sikujua kinaendelea nini, ila nilipoita tu Yesu kwa sauti, fahamu zikanirudi. Nikajikuta ni kama nilikuwa navutwa niende kwenye choo chenyewe, yani kama mtu alikuwa ananivuta. Nilipoita pale nilipata nguvu, yani sielewi hata nilichokiendea kule sijui kiliishia wapi. Nikaa nimeondoka, nikaenda kule idarani kwa wenzangu, nikaa nimeishiwa nguvu, nimedondoka. Wapendwa, siku hiyo nilikuwa yani ni Mungu, nilikuwa kufa kabisa, kwa sababu kwa macho alikuwa naona, ila kuongea nilikuwa siwezi kuongea. Na nilikuwa ni mtu ninahema, nikihema paka nasogea. Ninahema kwa nguvu. Watu walizima mashine, tulikuwa tupo wengi, mashine karibia zilikuwa kama hazifiki 100 nadhani. Walizima wote mashine zao, wakaitwa mabosi kuja kuniangalia. Jamani, hiyo siku ni Mungu tu, mimi ningekufa hiyo siku. Sasa wanauliza juu ni nini, siwezi kuongea, mdomo umefungwa, lakini natetemeka kana kwamba niliwekwa kwenye freezer. Sio kwenye friji tu, kwenye freezer. Ile baridi ya kwenye freezer ndio imeniingia mimi. Wanauliza juu ni nini, siwezi kuongea. Juu ni nini, siwezi kuongea, machozi yananitoka. Kuhema ni kama mtu anataka kukata roho. Lakini Mungu ni mwema. Nikajikuta tu naongea kauli moja, nikamwambia nao niitieni fulani na fulani. Kulikuwa na dada mmoja alikuwa anaitwa Salome na Sport. Niitieni waje waniombee. Yani ile tu kuomba Yesu nisiwezi, yani siwezi chochote kuanza kuomba. Nikamwambia niitieni waniombee. Basi wakaitwa wale mabinti. Nilikuwa nakaa nao chumba kimoja. Nikamwambia anzeni tu ile tu kutamka hata Yesu tu, mimi nitaendelea huko mwenyewe. Mpe ule mwanga wa kuomba. Wale kama wakaanza kama kuogopa. Lakini mmoja akasema kwa nini tumuogope shetani? Wakaanza kuniombea. Kumbuka watu wote wamezima mashine na mle mabosi wa Hindi, sio ni wa chini, walikuwepo pale. Wakaanza wale mabiti kuniombea. Nikapata nguvu na mimi nikaanza kuomba, kupambana, kukemea roho ya mauti. Nikaomba. Baadaye tena akatokea binti mule alikuwa ameanguka idara nyingine, lakini tupo kwenye sehemu moja. Nikapelekwa akanichukua, akaanza kuomba na mimi, ndio ile hali ikaanza kutoka. Lakini sasa ile mauti haikuisha mauti. Ninaishi na mauti, nikilala naona majini yananikaba. Chooni nilikuwa siwezi kwenda usiku. Yani naona majinamizi, yani nilikuwa nateseka. Nimeteseka 2014 kuelekea 2015, kuvuka 2015 ilikuwa ni Mungu. Yani nilikuwa nachanganyikiwa, kichwa kina, yani sauti ni mauti. Naweza nikatoka kazini nimechoka, nakimbia naenda kanisani, naomba mchungaji, naona kufa. Kulikuwa na kanisa karibu pale la Pentecoste, naona kufa, ananiombea. Nilikonda kweli. Maana silali.
Nikanahudhuria pale Arusha, kuna sehemu panaitwa Safina, nikanahudhuria. Yani hapo nikitoka kazini, nimeingia usiku, siende kulala. Yani ile mateso nilionayo ni mateso, yani naamua niende kule huko maombi, na napanda magari mawili, silali, na nikirudi natakiwa niingie kazini. Lakini nini? Kuiponya nafsi yangu, kuiponya roho yangu, ninateseka. Sasa siku moja nakumbuka, nikarudi kule kwa dada yangu, ambao ndio kisa kile kilianzisha yule kijana. Narudi kumsalimia, sikurudi kumsalimia, niende barabarani, nipande gari. Alikuwa Mwakasege, alikuwa pale wanaita relini Arusha, niende kwa Mwakasege. Sipajui na sijui nafikeje, na huku kichwani naona kufa. Nikafika pale barabarani, nikamuona yule kijana ambaye alinishika kidole na vitu kama hivyo, nikamuona. Lakini bahati nzuri mimi gari likafika pale, napanda gari na sielewi kule relini ni wapi, ninaenda kutokezea wapi, sijui huko. Nakumbuka nikaenda kwayo. Kwanza nikiwa pale njiani, nikasikia tu, yani jirushe ugongwe na gari, yani jirushe, naona kabisa kwenda kujirusha. Lakini Mungu, yani nampenda Mungu, alinisimamia yani kwenye ile hali tu ya kujitaka kujiua. Lakini nikaona tu mkono wa Mungu, nikapanda gari, nikaenda kwa Mwakasege kule, nikaenda kuombewa, nikaanguka na mapepo, nikiwa peke yangu, sina ndugu. Baada jioni nikarudi, nikaendelea kuishi. Roho ya mauti haishi, roho ya mauti ipo pale pale, inanisumbua. Siku moja nikiwa nipo mle ndani, naona tuchukua kisu jichome, ila ni Mungu alikuwa anazuia. Nahisi kabisa nichukue kile kisu nijichome tumboni. Hapo yani yale matukio yalikuwa yananitokea nikiwa peke yangu, lakini sikujichoma. Mungu alinisaidia pia kwenye hiyo hali, Mungu hakuniacha. Kafika sasa, tunaenda 2015, nikawa na hali mbaya, naenda mkesha hivyo, nasema bora nikafie kanisani. Nikavuka, nikaendelea kuishi. Ilipofika mwezi wa 3, nakumbuka nikasema hali yangu imekuwa mbaya, nimekondeana pale. Sasa kifua ndio hapo kikaanza kuniuma. Matukio nilipokuwa nasumbuliwa na UTI, fungus vyote naenda kupima na sioni magonjwa, na kifua ndio hapo kilipoanza kuuma. Nikasema ngoja nirudi tu nyumbani, nitakuja kufia huko, maana kila siku ninaumwa, hela zote naishia kwenye hospitalini, sipati kupona. Nikawa nimeacha kazi. Mwezi wa 3 karudi nyumbani Singida, nikamwambia mama, naumwa sana kifua mama. Mama akasema inabidi sasa mwanangu labda ukatapishwe. Nikamwelezea tu kitu nilichopewa. Akasema labda ukatapishwe. Nikamwambia mama, nikwambie kitu, yani hamna kitu nilikuwa sipendi kama waganga kienyeji. Nikamwambia bora nife, lakini sio kwenda kwa mganga kienyeji, siwezi kwenda kutapishwa. Kakataa. Natumia tangawizi, asali, wapi siponi. Nikaendelea kuishi pale nyumbani, nilikaa kweli kwa kutulia. Sasa siku moja nimeenda pale nilipolelewa, kwa sababu kama mimi hivyo nilivyosema, sikuwa na babangu, nimelelewa upande wa mama. Bibi yake mama ndio alinilea mimi. Sasa yeye alifariki huo mwaka nilipomaliza tu shule mimi, na yeye akafariki huo mwaka. Kwa sasa nikasema kwa kuwa nililelewa huko, ngoja nikasalimie. Nikaenda kusalimia, tuna ile tu kwamba nikasafishe makaburi. Pale kulikuwa hamna mila kwamba uende ukaombe sijui ufanye nini, tunaingia tu tunasafisha, tunachukua tu kawaida. Sasa hiyo siku tumeenda na huyo binti ambao wazazi wake tayari wote walishalala pale, tukaa tunasafisha. Nakumbuka yeye alikuwa anasafisha la bibi yake ambao huyo alimlea. Mimi nasafisha la baba yake na la mama yake. Nikasafisha la baba yake, nikamaliza. Nikaja kusafisha la mama yake. Nikasafisha upande huu na huku, sio kwa miguu, sio ni kichwani, na geuka upande mwingine. Akapita mama, anambia kumbe mnasafisha makaburi? Akasema ndio. Akasema ni vizuri. Haya, akaishia zake. Yani ile ameishia tu. Nilikuja kama shoti, sijui ni shoti ya umeme, sijui ni kitu gani, ikanipiga kwenye kiuno, nikapigwa. Yani niliumwa
pale pale nipo sijamaliza hata ile kaburi. Nikasikia kuuma. Yaani kama naingia kwenye siku yaani nauma uchungu. Nikamwambia tu yule binti, sasa mimi nilikuwa mkubwa kwake. Nikamwambia naomba twende tuondoke tutalima baadaye. Sikumwambia ni nini kilinitokea. Nadhani sijui kama nakumbuka yeye. Tumeondoka. Nikakaa naumwa ile nimejikaza. Nakumbuka nilikuwa naimba kwaya. Nikaenda kwaya, nikarudi saa 12. Ilipofika tu saa 2, niliumwa naenda uwani. Sielewi nini. Sasa nikawaomba ndugu zangu pale, naombeni unipeleke kule mamangu sasa alikoolewa. Unipeleke kule, kuna mtumishi mamangu akanipeleke maombi kwa sababu tayari roho ya mauti pia ilishaingia. Alafu nilikuwa nawaambia naweka wazi nitakufa. Naombeni unipeleke, naona roho ya mauti. Lakini ndugu wale hawakunielewa, walifunga, sijui ni shetani aliwafunga ili nife. Lakini Mungu huyu, mimi nasema huyu Mungu wa mbinguni ni wa ajabu. Alituma watu kule, sijui walitoka wapi. Mpaka leo najiuliza wale vijana walitoka wapi, sielewi. Sio kwamba siwafahamu. Wale ninawafahamu kwa sababu tumesoma shule moja, wafahamu. Lakini walikotoka sasa kwamba wametoka tu wamefika pale sijui. Kwa sababu ndugu zangu nilishaomba ambao ni watu wazima na ni vijana wapo pale, walikuwa na uwezo tu kunibeba basikeli wanipeleke nikaombewe, lakini walikataa. 2 ni hali mbaya. Mungu akatuma wale vijana, sijui basikeli walitoa wapi, sielewi. Nikamwambia nipelekeni nyumbani. Wakanipeleka saa 2, ni mbali kidogo. Kwa hapa ndani, kwa mtu ambaye anapajua hapa Bunju ni kama Bunju na karibia na Tegeta kule. Wakanipeleka kwa mama. Nilipofika pale nikamwambia mama, sina hata muda kukaa, nipeleke maombi. Wakanipeleka, nikaombewa, nikadondoka mapepo. Baadaye nikakaa sawa, tukaenda kulala. Ilikuwa ni usiku. Sasa kesho yake mamangu alichokikosea akaenda kuongea kwa mtu. Kesho yake tulienda shamba, nakumbuka tulikuwa tunapalilia kama karanga. Mimi nikazitiwa miguu ikae kama imeparalyze. Yaani siwezi kusimama. Nikaa nimekaa chini. Nimekaa kweli muda. Nikamwambia mama siwezi, yaani siwezi kabisa kunyanyuka. Sasa mama ile kuhofu akaenda kuongea kwa mtu, unajua mwanangu ali makaburini kulimia, akakutwa na hiki na hiki na hiki. Wale watu akamwambia, wewe mama utampoteza huyu mtoto. Huyu mtoto kumbuka aliishi vizuri na watu, na kweli wale watu niliishi nao vizuri. Nilikuwa piti mdogo lakini nilikuwa napendwa sana na watu. Nilikuwa ile naongea na kila mtu, sikuwa na ile dharau kumdharau mtu mzima. Kwa sasa atakufa. Kumbuka walivyokufa wote hakuwepo kwenye msiba, wamekasirika. Mama si akatoka pale akaelekezwa kwamba natakiwa akaombe msamaha pale makaburini, akanawe miguu. Ushuhuda mrefu kidogo taendelea kushuhudia. Basi nikapelekwa kule sasa nilikupatia ile tukio la kupigwa na kitu kizito kwenye kiuno, kwenda kuomba msamaha pale makaburini. Sasa na mimi nilikuwa sijui kwamba Mungu anakataa hiki, apendi hiki, kuabudu makaburini na nini, nilikuwa sielewi, na bado nilikuwa naongozwa na wazazi. Nikaenda pako, na mimi ile hofu nimeshaanza na kufa. Akabeba maji yule mama yangu mzazi. Kulikuwa na mjomba wangu ambao pale nilienda kumuomba nipeleke kule kwenye maombi ya kikataa. Akaja naye pale. Tukaenda pale kwenye lile kaburi la yule mama. Tukaomba akaongesi waliongea nini. Nikajikuta nimenawa pale miguu yangu pale makaburini. Nikanawa, tukaomba msamaha, nikatoka. Nikaja nikapata neema ya kuja Ukda, ndio 2015 hiyo. Ila kifua kipo pale. Sijapona kifua. Kwa hiyo nikaja Ukda, nikahudhuria kwenye makanisa. Bado nadondoka miguu inanifanya yani nakosa nguvu, na nikuja kufanya kazi za ndani huko najikuta tu nimetokewa tu miguu kama imeparalyze, imeishiwa nguvu. Napelekwa maombi, naombewa hivyo, ikawa ni hivyo tu, nikifika hivyo napelekwa maombi. Kwa nikaendelea kuishi, kifua ndio kikazidi. Nilipokuja huku ndio kilizidi. Kwa hiyo mimi nilikuwa hatuendani na baridi na hatuendani na joto. Nikaa naumwa mpaka nahisi kuchanganyikiwa. Kifua kinauma.
joto humu ndani kama mtu amewasha moto humu ndani, ninacheua, yani ile asidi iliyopitiliza. Siwezi kula vitu, yani vitu vya nyanya, siwezi kula vitu, baadhi ya vitu nilikuwa siwezi kula. Sasa huwezi kula na upo kwa watu, na chakula unakipika wewe, lazima mtu atajiuliza kwa nini huyu mtu hali inabidi ule hivyo hivyo, lakini maumivu utakayopata yani anajua mtu. Kwani kaendelea kuishi 2018 nilivyoona kifua kimenizidi, nikasema ngoja nikapige x-ray kuna nini. Kaenda, nakumbuka nilikuwa Kigamboni, kaenda nikapiga x-ray, nikapewa kifua hakina chochote, na picha na niona kabisa hakuna chochote, hakuna cha uvimbe, hakuna cha madonda, hakuna cha nini, kifua ni kizima. Na hapo kifua kinauma kikitibuka, yani unatamani itu ufi uondoke. Basi nikasema kama hamna kitu, Mungu wewe unajua, nimeshatumia madawa ya kila namna sielewi, Mungu unajua wewe. Nikaendelea kuishi 2022 kama sikosei, 22. Sasa hapo nikawa nimeshapita huko, nimepata kazi ambapo hapa naishi. Nikaja hapa. Kuna siku niliumwa kweli vibaya mno kifua, yani vibaya. Huyu mamangu akanipeleka hospitalini. Nipeleka huko, tukapima magonjwa yote, kwa sababu nikamuelezea daktari najisikia hivi kwenye kifua hivi na hivi, wakasema vidonda vya tumbo. Wakanipima vidonda vya tumbo, hakuna. Wakachukua damu kubwa, nadhani damu kubwa si magonjwa mengi yanaonekana, hakuna ugonjwa wowote ule, yani hakuna chochote. Nikapewa tu dawa, kuna dawa za kupunguza gesi, yani haisaidii. Dawa sio za mwezi mzima, hakuna chochote. Yani nazidi kuchanganyikiwa. Hapo roho ya mauti hainiachi. Yani roho ya mauti natembea nayo tu, hainiachi. Nikasema sasa mbona kama ugonjwa uonekani? Ni nini hiki Mungu? Ni nini hiki mimi mbona nateseka hivi? Haya. Nikaendelea tu na zile dawa nikanywa hivyo, nikijisikia asidi imezidi na mwambia bosi wangu anaenda ananinunulia zile dawa za kupunguza asidi, ila yani unakunywa wala yani hauponi. Nikasema hapa nitakuja kuzidisha, nitakuja kuweka sumu kwenye mwili, bora niache dawa. Nikaniacha. Sasa nakumbuka 2025 2020 na ngapi na 23 ilikuwa mwezi wa 12. Ghafla tu nilikuwa nimekaa hapa, nimepika na chakula mimi mchana, nikajikuta kudondoka tu. Wakanibeba hehe, yani ile mtu anakufa kabisa. Wakanibeba wote, mabosi wote na ndugu hapa wote, wakanipeleka hospitalini. Wakaenda kuniingiza kwenye chumba cha matazamio pale. Wakaanza kunipima. Yani hamna kitu. Nikaanza kuambia dokta, nipime kifua. Yani hapo sasa nimeshasema hii ni mara ya mwisho, hii ni mara ya 3. Naenda kupima, nikikuta hamna chochote, sasa hapa nisimame vizuri na miguu yote miwili nimuombe Mungu. Nikamwambia dokta, vidonda vya tumbo nishapima, kwa sababu aliniuliza tena. Akasema vidonda vya tumbo. Wakanipima vidonda vya tumbo kwa njia ya damu, walikosa. Kipindi kile walichukua haja wakakosa. Kwa hiyo walichukua damu wakakosa. Nikamwambia dokta, sipime chochote, pima kifua. Mimi nauma kwenye kifua, vidonda gani vya tumbo vinauma kwenye kifua? Ni katikati ya matiti hapa. Ingekuwa vitunda basi iwe chini, lakini hapa nasikia katikati. Nipime kifua. Dokta yule akapima kifua. Majibu yanarudi hakuna chochote. Mbona hamna chochote? Nikasema Mungu sasa husika wewe. Na hapo nilipokuwa naenda kwenye hospitalini, yani nilikuwa na roho ya mauti tu ndani inaimba. Hadi nafika kule roho ya mauti tu inaimba. Pale madaktari wakanipa madawa, walinipa nakumbuka za mwezi mzima. Walinipa dawa za mwezi mzima. Wakanichoma na sindano. Nikarudi nyumbani kujisikilizia unywe. Yani nikasema Mungu, sasa nakunywa hizi dawa, yani hakuna chochote, sijui naumwa nini. Hospitalini nimeshaenda, na hospitali hii ni kubwa ya binafsi, ya mtu binafsi.
ni kubwa ambavyo vipimo nikipimwa tu vizuri vingeonekana, lakini mbona havionekani? Mungu, mimi nimechoka na madawa. Yani unakunywa mpaka midomo inanuka dawa. Nimechoka Mungu, nikayaachilia huko. Nikaa nazunguka sasa. Naomba, natuma huko maombi, niombe, yani nimechanganyikiwa. Natuma kwa mtumishi huyu, niombe. Sioni wafadhali. Nikasema Mungu, mimi sina imani, ile sina imani nini mimi Mungu, mbona siponi? Kwani siponi Mungu mimi? Hapo sasa nimeshaanza sasa kujikita tu kwenye maombi. Nikajiunga kuna kanisa fulani nilijiunga. Basi baadaye Mungu ni mwema, nikaja nikakutana na injili ya utakatifu kwa mchungaji Obedi huko. Naumwa kila siku. Hakuna siku ambayo siumwi ndani ya miaka 10. Kuanzia 2014 mpaka 2024, miaka 10. Kila siku naumwa haya mno. Yani kwa binadamu tu kuna mahali utafikia, yani utakata tamaa. Nilikata tamaa wapendo. Nilitamani tu nife. Yani kwa nalala kitandani namwambia Mungu niue. Kweli Mungu anisamee. Nilikuwa nalala, nimefika mwisho, nimechoka, namwambia Mungu niue. Nimechoka, binti mdogo, naumwa hivi. Niue tu, nimechoka. Lakini kufa haufi, ila ni unaumwa. Amani. Basi nikakutana na hiyo injili ya takatifu. Kama Mungu, acha niende. Hapo hiyo pote natafuta kufunguliwa, nipone. Nikaenda huko. Nikasema naenda huku, Mungu nikujue wewe. Sasa sijawaza tena kupona. Mungu nikujue wewe. Hata kama nitakufa, nije kwako. Nikaanza kusali pale. Nikamuelezea mtumishi, mimi naumwa hivi na hivi ndani ya miaka hii 10. Sasa mwaka jana hali yangu ndio ilikuwa mbaya sana. Mtumishi akaanza kusimama na mimi nikaanza kufuatilia maombi ya ukombozi. Naomba hapa, maana nikaweka wazi sasa kwa Busongo kwamba naomba niwe naenda Jumanne niende kufunguliwa, anekaniruhusu. Nikaa kila Jumanne naenda. Mtumishi akaomba. Baadaye sasa akaja akaonyeshwa nilitupiwa pepo la kansa. Na maana ilikuja kwenye vile vitu nilivyokula ile sukari. Na maana nilifungwa kule. Akaonyeshwa kwamba nina pepo la kansa. Nakumbuka alipokemea tu pepo la kansa, ndipo mimi nilianza sasa kutapika damu. Tamtumia mama kiongozi picha. Hata dada Ana nilimtumia picha, nadhani aliona. Ndio hapo nilipoanza kutapika mimi damu, alipotamka tu pepo la kansa. Basi na hapo akili ilikuwa ipo, sio kwamba nimepagawa na mapepo, nimechanganyikiwa, sielewi. Nilikuwa ninapagawa na pepo, lakini najikuta akili ipo. Naelewa kabisa, unakuta naelewa kinachoendelea. Kwa hiyo yule mtumishi akaniambia kazana kuomba. Nikani mtu wa kufunga, ni mtu wa kufunga, najinyima kula, naenda takavu hivyo. Mungu niponye. Sasa Mungu akaweka uweza na mimi kwenye mkono, kwa sababu nimeandika kwamba mtaweka mikono juu ya wagonjwa nao watapokea afya. Kwani nilikuwa nasimamia lile neno, nachukua mkono wangu na uombea, naweka Biblia mbele yangu, naanza kutamka, Mungu umesema hivi na hivi. Ulimponya huyu, niponye na mimi Mungu. Yani nilikuwa nikiomba tu hivyo. Ninatapika. Wapendwa, nimetapika, nilikuwa natapika hata glasi 2. Yani natapika, natoa makozi ya damu, natoa mengi, au nikianza kumwaga kama maji, nikifanya tu maji, yani maji yanatoka, yani mpaka unajiuliza mbona nimefunga sijanywa maji, haya maji yametoka wapi? Hivyo. Kwa hiyo nikaendelea kuomba, nikakaza kuomba, naomba. Mwaka jana kuelekea huku mwezi wa 12, vita sasa ikainuka, nikaona kabisa napigwa vita. Yani nilikuwa naota hadi ndoto, kila nikiota napelekwa pale nilipolelewa, kila nikiota napelekwa pale. Nikasema Mungu ni nini? Sasa mtumishi alinielekeza maombi ya usiku wa manane. Sasa hiyo siku nakumbuka nilikuwa nimechoka sana, yani siwezi kuomba. Nilikuwa nafika wakati ile nachoka, kwa sababu nilikuwa nikiomba maombi magumu ya vita.
napigwa sana kifua, nakuwa na hali mbaya sana. Hiyo siku nikasema yani sijui niamke, nipo macho sijui niamke niombe, lakini Mungu alinitia moyo, nikaamka. Nilianza tu kupigana na roho